Karibu sana mwana michezo, tuzungumze tuzichakate taarifa za kimichezo. Hii ni Kawabe Media, tunapatikana hivyo YouTube pamoja na Instagram, Facebook, Thread @Kawabe Media. Mireto Abu Bakri mwana Juma Abu Bakri. Niko na Ernest Singano, mchambuzi wa zamu. Ernest, kwema? Kwema, upo vizuri? Shwari kabisa. Feti maneno. Burdan kabisa. Weekend tulishuhudia michuano ya CAF. Ikicontain kombe la shirikisho pamoja na kombe la klabu ya mabingwa barani Afrika, ambapo timu zetu 4 zilikuwa zinatuwakilisha kwenye hatua ya pili ya mtoano na zimefanikiwa kupenya na kuingia katika hatua ya makundi. Kwa mara ya kwanza Tanzania tukiandika historia ya kupeleka timu 4 kwenye hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Timu 2 shirikisho, timu 2 klabu bingwa barani Afrika. Tumeshuhudia Azam, tumeshuhudia kwa Simba, tumeshuhudia Young Africans pamoja na Singida Black Stars. Tukirudi kwenye mchezo wa Jumamosi kati ya Young Africans dhidi ya Silver Striker, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa kuliko michezo yoyote ile ya klabu bingwa kwa hapa kwetu, nazungumzia kwa Simba, lakini pia hata kombe la shirikisho kwa Azam pamoja na Singida. Hii mechi Yanga ilikuwa na pressure kubwa sana kwa sababu walitanguliwa goli moja ugenini kule Malawi, na hapa wakaja kupindua meza kwa goli 2-0. Tukianzia kwenye kiwango cha wananchi, ulikionaje siku ya Jumamosi? Kiwango cha wananchi Abubakar ukikompea na kile ambacho mechi ya kwanza ilichezwa kule nchini Malawi na ya Benjamin Mkapa, vilikuwa ni viwango viwili tofauti, kwa sababu Young Africans ambao imepoteza kule kwa bao 1-0 na Yanga hii ambayo imeshinda kwa magoli 2-1, ukiangalia hivi ama zikikutana zenyewe kwa zenyewe zinaweza zikashangaana kwamba ni sisi kweli ambao tulicheza mchezo wa kwanza na tukapoteza bao 1. Angalia performance ambao walionyesha kwa namna ambavyo walikuwa wanahitaji matokeo. Yani Abubakar angalia ule mchezo wa Young Africans dhidi ya Silver Strikers, ilikuwa ni lazima Young Africans yashinde ili kuqualify kuelekea katika hatua ya makundi. Angalia performance ya Maxim pia Nzengela Bakal. Unaweza ukamsifia Pacome Zouzoua katika performance bora, lakini pia unaweza ukamsifia mfungaji wa goli na mzungumzia Dickson Job, lakini Abakali Young Africans ama Maxim pia Nzengeli akiamka vizuri na akiwa na siku nzuri kazini, basi utaiona Young Africans ambayo imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Angalia goli la pili analofunga Pacome Zouzoua, pasi ambayo assist ambayo alipiga Maxim pia Nzengeli, ilikuwa ni assist nzuri sana, lakini pia in total kiujumla angalia performance ya Maxi Nzengeli ilikuwa ni performance nzuri sana. Ilikuwa ni performance ambayo iliwasaidia wananchi Young Africans kwenye 100%, ninaweza nikasema 80%. Ushindi wa Young Africans ulisaidiwa na Maxim pia Nzengeli, aliamka na siku nzuri sana kazini. Lakini pia angalia performance ya Pacome Zouzoua. Abakal Pacome Zouzoua bado anaendelea kuonyesha umuhimu na anaendelea kuonyesha kwamba anapaswa kuimbwa kwenye hiki kipindi cha Young Africans kwenye mashindano yote. Nazungumzia ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia nazungumzia kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ilikuwa ni performance nzuri sana kwa Pacome Zouzoua. Angalia anawasaidia Young Africans bao la pili ambalo lilikuwa ni bao zuri sana kwa upande wake. Lakini pia angalia performance ambayo Young Africans walionyesha kwenye kile kipindi cha kwanza. Yani ukiangalia kile kipindi cha kwanza Bakal Dickson Job wanafunga, zilikuwa ni kama dakika 6 za mchezo hivi, wana level aggregate ya kuwa bao 1-1, lakini ule mchezo Bakal angalia kama kipindi cha kwanza kinamalizika Yanga hawajapata bao, pressure ingekuwa kubwa sana, lakini Young Africans wanatumia vizuri nafasi ambao walipata kwa mpira ambao ulikufa, nazungumzia kona, wanaweza kuandikisha bao la kwanza, na hilo ndio ambalo limewarudisha Young Africans mchezoni. Wanafunga lile bao la kwanza, morali kwa wachezaji, pressure ikawa kubwa sana kwa wananchi. Mimi namsifu sana mwalimu ambaye aliachiwa mikoba na Romain Folz, na mzungumzia kocha ambaye anatokea Mabedi ambaye aliachiwa mikoba na mwalimu Romain Folz. Mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa kuonyesha performance nzuri sana kwenye ule mchezo kwa upande wa Silver Strikers, na mzungumzia Uchizi Vunga. Angalia Uchizi Vunga alivyokutana na Uvunga, na yeye anamzungumzia Duke Abuya pale katikati ya Bakal. Duke Abuya alienda kuchafua sana. Yani ni kama aliambiwa bana, sisi tunakuachia Uchizi asifanye kazi yoyote leo. Na baada ya mchezo kumalizika, mwalimu wa Silver Strikers aliojiwa, akaulizwa swali na miongoni mwa mwandishi akaambiwa miongoni mwa mchezaji ambaye alitakiwa kufanya vizuri sana kwenye mchezo wa leo basi ni Uchizi Vunga ambaye alionyesha performance nzuri sana kwenye mchezo wa kwanza. Akaulizwa ni kwa nini unafikiri Uchizi Vunga leo hii hajaonyesha performance nzuri. Kitu ambacho amejibu ni kwamba nafikiri Young Africans walimfanyia
amefanya analysis nzuri kwenye mchezo wa leo, na kwangu mimi na msifu sana Duke Abuya kwenye eneo la katikati kumdhibiti Uchizi Vunga. Nimenukuu maneno ya kocha mkuu wa Silver Strikers ambao nimeyazungumza hivi sasa. Kwa hiyo kwangu mimi Duke Abuya pale katikati alifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo angalia ule mchezo wa kwanza ambao ulimalizika kule nchini Malawi, Young Africans walitawaliwa kwenye eneo la katikati, na wazungumzia wachezaji wa Silver Strikers, namzungumzia kiungo wao Kamanga namba 8, lakini pia namzungumzia Uchizi Vunga katika eneo la namba 10 ambaye alionyesha performance nzuri sana kwenye mchezo wa kwanza. Lakini angalia mchezo wa pili ambao umechezwa Dar es Salaam, wote walipoteana. Young Africans walidominate mpira pale kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo kwangu mimi Young Africans ilikuwa ni lazima kushinda kwenye ule mchezo. Sawa. Story kubwa ilikuwa ni kwa Prince Mpumelelo Dube. Young Africans wamefanikiwa kushinda na wamepenya mpaka hatua ya makundi kwa ushindi wa goli 2-0, lakini nafasi ambazo alizozikosa Prince Mpumelelo Dube, pengine sasa hivi tungekuwa tunazungumzia Young Africans alishinda goli 4 mpaka 5. Nafasi kadhaa hivi amezikosa ni za wazi kabisa. Nimeona maandiko mengi kwenye mitandao ya kijamii watu wakisema kwamba Prince Mpumelelo Dube labda hajaanza vizuri, pengine tumpe muda na nini na nini. Sawa, sisi tunachoelewa kwenye timu zetu kubwa hizi huwa ni vigumu sana kumvumilia mchezaji. Tunaamini kwamba mchezaji akisajiliwa anatakiwa hapo aoneshe kiwango, na tukizingatia Dube ni mchezaji wa kimataifa. Hii ileta uhatari kwa Prince Mpumelelo Dube. Yanga kuwa na imani naye kwamba kwa msimu ujao tuendelee kusalia naye Prince Dube. Sijajua ni nini ambacho anapitia Dube Abakale. Angalia msimu ambao umemalizika, Dube alianza vibaya sana, namna ambavyo mechi za kwanza zile za ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia hata kwenye mashindano ya kimataifa alianza vibaya sana, na ukachanganya ule msimu, katikati ya msimu akabadilika, tukawa ni ule sasa Dube ambaye tunamfahamu, yule silent killer ambaye muuaji ambaye anatabasamu tunayemjua sisi. Akafunga magoli sana kwenye kile kipindi cha katikati baada ya ligi kuchanganya, lakini baada ya msimu kumalizika umeanza msimu mpya. Huu msimu mpya ambao umeanza ni ule Dube ambaye alianza msimu kwenye msimu ambao ulimalizika. Sijajua ni nini anapitia Prince Dube, lakini kuna kitu ndani yake na sijajua ni nini ambacho kinamsumbua. Tazama ambavyo ameanza msimu, lakini angalia hata kwenye ile mechi ambayo amecheza zidi ya Silver Strikers, nafasi 6 kama si 5 ama 4 za wazi amezikosa Prince Dube, hadi ikafikia stage akaomba sabu mwenyewe, na baada ya kutoka akawa anadondosha machozi, na maana analia kwamba amini kwenye kile ambacho kimetokea. Lakini natumai kuna kitu ambacho hakipo sawa kwa upande wake. Si ndani ya uwanja tu, bali hata nje ya uwanja Prince Dube hayupo sawa. Anapaswa kujitathmini yeye kama mchezaji. Lakini mara kadhaa Ali Shaban Kamwe ndo amekuwa ni mtu ambaye anampa moyo sana. Nimeona andiko lake baada ya mchezo kumalizika kwamba watu wengi wanamshambulia Prince Dube, lakini nyakati ambazo anapitia Prince Dube ni nyakati ambazo binadamu yoyote Abubakar anaweza akapitia kwenye maisha. Nazungumzia sisi wanahabari, lakini pia binadamu yote ambaye anapumua, ama binadamu yote ambaye yupo kwenye ardhi yoyote anaweza akapitia kile kipindi ambacho anapitia Prince Dube. Hayo ni maneno ya Ali Shaban Kamwe. Lakini kumbuka hata msimu ule ambao unamalizika, Ali Kamwe ndio alikuwa mtu ambaye anampa support, na alikuwa mtu ambaye anampa morali Prince Dube kwamba hizi nyakati zitapita na utakuwa bora. Ni kweli nyakati zikapita, Prince Dube akawa bora, lakini msimu huu pia Ali Kamwe ameendelea kumpa moyo Dube kwamba vumilia hizi nyakati ngumu. Sijajua ni kwa nini ni Prince Dube tu kila muda anapitia hizi nyakati. Abakal Prince Dube na imani ni mchezaji bora, na ni mchezaji ambaye analijua lango kweli kweli, yani anajua kufumania nyavu. Lakini kwangu mimi natuma hizi ni nyakati tu ambazo binadamu yote anaweza akapitia kwenye maisha. Mimi kwangu naamini kwamba Prince Dube bado ni bora. Kwa nini kila msimu wawe hivi? Labda pengine tulitaraji kwa vile ule ni msimu wa kwanza akatua Yanga, labda pressure ya kuwa timu kubwa kuliko alipotoka Azam. Ukilinganisha Azam na Yanga ni kubwa kuliko Azam. Labda huenda ikawa ni pressure, basi ukasema masala. Lakini kwa nini msimu huu pia aanze hivi? Na ukija kufuatilia pia maandiko ya watu ambao wengi wanaandika kwenye mitandao ya kijamii ya kusema kwamba ni wakati tu utapita. Lakini leo hiyo angekuwa wachezaji wetu wakizao wanafanya mambo kama haya, sasa hivi mtu kashatiwa
bao ndefu achezi mchezo unaofuata. Unajua haya ni maisha na kwenye maisha kuna mambo mengi sana. Riziki ya mtu Abubakar huenda ikawa imefungiwa na mtu, na maanisha kwamba kuna mambo mengi sana kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo Prince Dube, angalia ule msimu wa kwanza hadi alienda kuombewa, kama unakumbuka vizuri, alienda kuombewa kwa mchungaji, na baada ya kuombewa akawa yupo vizuri kabisa na akajua kulifumania nyavu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Prince Dube anapaswa tena kuangalia njia nyingine, kwa nini anapitia hizi nyakati. Nazungumzia hata maandiko Abubakar ameandika kwenye vitabu vya dini kwamba jisaidie na mimi nitakusaidia. Huwezi jua kuna nini ambacho kinaendelea kati ya Prince Dube na maisha yake ya kawaida. Abubakar kwenye maisha hamna mtu ambaye anapenda mafanikio ya mwenzake. Kila mtu anapenda kumuona mwenzake akiwa anaanguka. Hamna mtu ambaye anapenda kumuona mtu akiwa anafanikiwa. Kwa hiyo Prince Dube hili anapaswa kuliangalia kwa jicho la tatu. Anapaswa kujitathmini. Hii ni kazi yake ambayo anaifanya, na ni kazi yake ambayo inampa maisha na inampa riziki na inampa kwamba familia wanaishi kwa ajili ya Prince Dube. Kwa hiyo kama analichukulia poa hili jambo kwa muendelezo huu ambao unaendelea, litakuwa ni anguko kubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo anapaswa kuzinduka. Yaani Prince Dube ni kama kuna sehemu amefungwa hivi na bado hajashtuka. Kwa hiyo huu ni muda sasa wa yeye kushtuka, na ni muda wa yeye kuangalia. Na nimeongea hivyo Abubakar kwamba kuna vitu vingi sana kwenye maisha anaweza akaangalia kwa jicho la tatu, either kwenda kuombewa tena kama ilivyokuwa mara ya kwanza, ama kuangalia njia nyingine afanye nini ili aweze kuwa bora. Kwa hiyo kwangu mimi Abubakar, maisha binadamu kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo Prince Dube anapaswa kuzinduka kule alipofungwa na kule ambapo tunasema kwamba alipowekwa. Anapaswa sasa kushtuka kwamba mimi sipo huku, napaswa kutoka huku ambapo mmeniweka. Kwa hiyo kwangu mimi natumai anaweza akaliangalia hilo kwa jicho la tatu, kwa sababu mimi hadi nilimuonelea huruma. Baada ya kutoka alikaa kwenye benchi na akawa na huzuni mkubwa sana. Vile alivyokuwa analia kwangu mimi hata pia alinipa roho ya huzuni sana. Kwa hiyo anapaswa kuzinduka, na kwangu mimi natumai kama ataliona hili mapema, na benchi la ufundi la Young Africans litaliona ili mapema, na wana saikolojia. Kwangu mimi natumai pia anapaswa kupata mwenye saikolojia ili amweke vizuri kwenye hiki ambacho anakipitia. Kwa hiyo kwangu mimi kama Dube atafanyia kazi haya mambo, natumai kumuona Prince Dube akiwa imara zaidi. Simba Sports Club pira matatu jana yamepigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Full time 0-0. Simba alikuwa ameingia akiwa tayari ana mtaji wa goli 3 za ugenini. Hizi ndo zilimpa kiburi, kwa sababu hata kocha anaanza na mpira alianza na force number 9. Hakukuwa na striker yenyewe kabisa, namba 9 yenyewe pia kabisa namba 9, bali alianza na force number 9. Ni kama manager ameridhika Pantev. Tunaweza tukasema kama ni kweli manager Pantev aliridhika kwenye huo mchezo. Angalia kikosi ambacho alikianza Bagal, ni kikosi cha utofauti cha utofauti kabisa. Anaanza Kameta Duchu ambaye wanasimba wengi hata ukiwauliza ulitarajia kumuona Duchu akianza kwenye ile mechi, wengi watakwambia hatukutarajia kumuona Duchu akianza kwenye benchi. Mechi kubwa kama hizi za kimataifa unamwanzisha Shomari Kapombe benchi, ni kitu ambacho cha kustajabisha zaidi. Lakini angalia kwa namna ambavyo alianza kwenye kile kikosi, hakuna hata steka yote. Tunazungumzia either ni Dese Mukwala ama Jonathan Soa, lakini ama ni Selemani Mwalimu. Hatukuona steka yote. Mwalimu alijaza viungo wengi katikati ya Bakal, Morris Abraham, lakini pia alikuwepo kiungo na mzungumzia Jan Chazi Aua. Walikuwepo viungo kama watatu pale. Walikuwa wengi sana kwenye eneo katikati. Sijajua nini ambacho alikuwa anakitafuta Mwalimu Dimental Pantev. Kwa hiyo kwangu mimi ninaweza nikasema Pantev alikuwa ameridhika. Lakini kwangu mimi Bakal ambacho nakizania kwenye kichwani kwangu ni kwa nini Dimental Pantev aliingia vile kwenye ule mchezo. Pantev bado anakitafuta kikosi cha Simba. Kumbuka ni mechi yake ya pili ya kimashindano tangu aingie kwenye kikosi cha Simba. Mechi ya kwanza ambayo ilichezewa kule nchini ya Eswatini, lakini pia mechi ya pili hii jijini Dar es Salaam. Kwa kwangu mimi wachezaji wa Simba Bakal wamebadilika pakubwa sana. Lakini Pantev anachotakiwa hivi sasa ni kukitafuta tu kile kikosi cha Simba. Ndio maana unaona mwalimu anajaribu kila mchezaji apate nafasi ya kucheza. Nabi Kamara akupata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wa jana, lakini mchezaji ambaye pia alikosekana na mzungumzia Alassane Kante jana pia amepata nafasi ya kucheza. Na mzungumzia mchezaji kama Aweso naye pia alipata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo kwangu mimi Abubakar naona Pantev aliridhika kwenye ule mchezo wa kwanza. Magoli 3 ugenini ni magoli mengi sana, ni magoli ambayo yalimpa tiketi moja kwa moja Dimental Pantev ya kucheza kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo angalia hata Nsingizini jana walivyoingia.
ni nsingizini ambao wamebadilika kwa kiasi kikubwa. Walikuwa wanahitaji matokeo kwenye mchezo wa jana, lakini Simba pia hawakuwa kinyonge hivyo, walikuwa bora na namna ambavyo walikuwa na uhitaji wa kufuzu kuelekea hatua ya makundi. Kwa hiyo kwangu mimi Abakari, Simba jana walicheza mpira ambao watu wengi hawakuzania kama Simba atacheza vile. Sawa, tukienda moja kwa moja kwenye anga zima la kimataifa. Jana kulikuwa na mechi kubwa, dabi ya El Clasico. Moja kati ya mechi ambayo huwa inasubiriwa kwa hamu sana tangia enzi hizo mpaka leo hii. Vipo vizazi na vizazi, tulipita kizazi cha kina Messi na kina Ronaldo. Sasa hivi kuna kizazi cha kina Mbappe pamoja na Lamine Yamal. Full time Real Madrid jana kaondoka na ushindi wa goli 2-1 chini ya coach Alonso. Ni kama vile katupa jiwe kwa kocha mwenzake wa Barcelona Marcus Sog. Ameshindwa kufua dafu, na lawama zilikuwa kwa mashabiki kwenda kwa bwana mdogo Lamine Yamal. Alianza kuongea kabla ya mchezo kuwatambia Real Madrid, lakini kilichokuja kutokea jana sicho kabisa. Kiwango cha Lamine Yamal kwenye mchezo wa jana unakizungumziaje? Well, watu wengi alizungumzia na yeye kwa sababu kwa namna ambavyo ya current result ambayo wanakuwa wanapata Barcelona chini ya Real Madrid. Of course Real kwenye hizi mechi 2-3 walikuwa ni kibonde wa Barcelona, tunaweza tukatumia hiyo kauli, na ndicho kitu ambacho kilimpa morali kubwa sana Lamine Yamal, haswa na ile performance yake ambayo amekuwa akionyesha performance nzuri sana kwenye hizi dabi, hasa anapokutana hawa majanti wawili. Lakini atambue kwamba Lamine Yamal kwenye kile ambacho alikifanya na kwenye kile ambacho alijisifia, lakini kwenye kile ambacho pia kimetokea jana ni vitu viwili tofauti. Anapaswa kuheshimu mpira wa miguu. Wewe unaweza ukapanga hili, lakini unapoingia uwanjani vinaweza vikawa ni vitu viwili tofauti. Wewe hata mashabiki wengi wa Barcelona walitumai kuona kwamba Lamine Yamal anakuwa msaada mkubwa kwenye ule mchezo wa jana, lakini vitu vimekuwa tofauti. Angalia hata kitu ambacho akilionyesha jana kilikuwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani ile performance ya Lamine Yamal ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiria na kuiona ni kama hawajastahili kukiona kutoka kwake. Kwa hiyo kwangu mimi Real Madrid jana walikuwa hapo bora sana. Tazama hata Jude Bellingham, bao lake la kwanza kabisa, namna ambavyo la msimu Abakari ukifuatilia rekodi zake, lakini pia ni bao lake ambalo linampa heshima kufunga kwenye dabi Clasico kama ile chini ya Barcelona. Kwa hiyo ni Real Madrid ambao walibadilika kwa kiasi kikubwa sana chini ya Alonso. Kwa hiyo kwangu mimi walistahili kushinda Real Madrid kwa Barcelona namna ambavyo jana walicheza. Angalia hata Kylian Mbappe kwenye performance nzuri sana, na anaweza na anawafungia Real Madrid bao la pili. Kwa hiyo kwangu mimi Abakari, ukiangalia performance ambayo wameionyesha jana Real Madrid ni kama waliingia kwa kukataa unyonge. Bana tumefungwa mechi karibuni ni ngapi za dabi. Kwa hiyo tunahitaji matokeo kwenye hii mechi, na tumai hata Alonso naye alifanya analysis nzuri sana na kuwachunguza Barcelona. Abakari, Barcelona ni wazuri sana, na ukifanikiwa kupata alama 3 chini ya Barcelona basi unakuwa umefanya jambo kubwa sana kwenye hizi mechi ngapi na performance ambazo wanakuwa wanazionyesha Barcelona wana performance nzuri sana, wana wachezaji wazuri sana. Kwa hiyo kama unafanikiwa kupata alama 3 chini ya Barcelona, basi ni wazi kabisa hata mbio za ubingwa unaziweka karibu kwa kikosi chako. Kwa hiyo kwangu mimi Abakari ni Real Madrid ambao jana walibadilika kiasi kikubwa sana chini ya Barcelona. Real Madrid mechi jana ilikuwa inaamua nani anakwenda kukaa kwenye kilele pale msimamo juu kabisa. Kabla ya mechi Barcelona alikuwa na pointi 22, Real Madrid alikuwa na pointi 24. Real kashinda, ameenda juu kabisa pale akiwa na pointi zake 27. Yaani ameendelea kushikilia pale pale ambapo alipo akiwa na pointi 27. Na Barcelona yuko pale pale nafasi ya pili akiwa na alama 22. Kwa tukasema kwamba gari ndo limewaka hivyo Real hawezi kuchomoka pale juu. Ni ngumu sana kutabiri mapema Abakari kwa sababu tayari kumbuka Real Madrid alishapoteza mechi na Barcelona na yeye alishapoteza mechi. Barcelona anapoteza mechi ya pili chini ya Real Madrid. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama ni mapema kusema kwamba gari la Real Madrid limewaka na kusema kwamba hawawezi kutoka pale juu. Ni bado mapema sana, lakini pia bado sijawakatia tamaa Barcelona kwamba hawawezi tena kufanya jambo na kurudi tena kileleni. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kulitolea manani sana kwenye hilo ambalo umelizungumzia. Bado mapema sana Abakari. Kwa hiyo tusubiri na kuona, bado mechi zinaendelea. Hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, TikTok tunapatikana @Kawabe Media.
Pembeni yangu alikuwa Ernest Singano, Mreto Abu Bakri Mwana Juma Abu Bakri. Mpaka wakati mwingine, bye bye.